Bima Pub, urahisi wa maisha. Majadiliano yanaendelea. Tunaanza Mheshimiwa Bunge na mijadala ya wizara hii ya TAMISEMI. Tunaanza Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kupata fursa hii asubuhi ya leo niweze kuchangia hotuba ya bajeti ya Mheshimiwa babu yangu Mohamed Mchengerwa, Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwanza Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niungane na waheshimiwa wabunge ambao wamempongeza sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo amepeleka kipaumbele sana kwenye ofisi hii ya TAMISEMI, kwa sababu amekusudia kuwafikia Watanzania walio chini kabisa ambao wanahitaji huduma zote muhimu zikiwemo afya, elimu na kadhalika. Kwa hiyo kama ambavyo waheshimiwa wabunge wamesema, mimi pia kwa niaba ya wananchi wa Madaba ninampongeza sana Mheshimiwa Rais na ninamshukuru sana kwa vipaumbele ambavyo ametupa katika jimbo letu la Madaba. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri na naibu mawaziri wa ofisi hii, kwa sababu hawa watu ni wazalendo sana. Kazi kubwa na mafanikio makubwa ambayo tumeyapata kwenye halmashauri zetu na majimbo yetu imetokana na uzalendo mkubwa ambao Mheshimiwa Waziri na wasaidizi wake wanao kwa Watanzania. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri na timu yake. Mheshimiwa Naibu Spika, nimetoka kwenye ziara ya vijiji, ziara ya kata zote za Madaba na nimebakiza vijiji 4 tu. Wakati wa ziara yangu ilikusudia kuona namna gani tunaweza kuendelea kuweka vipaumbele vya maendeleo ya wananchi kwa msukumo na kwa mahitaji ya wananchi wa Madaba. Wananchi wa Madaba walitamani kuona nini kwenye bajeti hii? Hilo ndio jambo kubwa ambalo lilinifanya nifanye ziara. Jambo la kwanza ambalo wananchi wa Madaba walitamani kuliona ni kuona kwamba serikali inaendelea kutenga bajeti ya kutosha kwa ajili ya barabara za vijijini kupitia TARURA, na niwathibitishie wananchi wa Madaba na nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba tumetengewa fedha za kutosha Madaba kwa ajili ya ujenzi wa barabara, na vipaumbele vyetu tutaendelea kuviweka kwenye barabara zinazoenda kwenye maeneo ya huduma muhimu, ikiwemo barabara ya Ngongongo ambayo itatuwezesha kufika kwenye hospitali yetu ya wilaya. Ile barabara tutaendelea kuijenga kwa lami na bajeti ipo, lakini pia barabara zinazoelekea maeneo ya uzalishaji ikiwemo mashambani na kadhalika, huko pia tumepata fedha za kutosha. Ninaamini maeneo haya yenye changamoto ikiwemo barabara ya Lifanzulu kijiji cha Kipingo itaweza kujengwa kwa ubora, na barabara zetu za Ifinga na maeneo mengine zitaendelea kuimarishwa. Kwa hilo nilitamani niliseme ili wana Madaba waweze kujua eneo gani ambalo limepewa kipaumbele kwenye bajeti yetu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, Madaba tuna changamoto ya mapato ya ndani, na hii inatokana na uchanga wa halmashauri yetu. Tulianza na mapato ya ndani yasiyozidi milioni 900 kwa mwaka, lakini sasa tumeweza kufanya mara 2 zaidi, tumefika kama bilioni 1 na milioni 900. Tumeendelea kupeleka vipaumbele kwenye miradi ya kimkakati ambayo itatusaidia kuongeza mapato kwa asilimia kubwa, mapato ambayo yatatusaidia pia kuchangia maendeleo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kwenye eneo hili la miradi ya mkakati, Mheshimiwa Naibu Spika, tumeweka kipaumbele kwenye kongani la viwanda ambalo itajengwa maeneo ya Kipingo, ambako kama tutafaulu itaweza kutoa ajira zisizopungua, ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, ajira zaidi ya 500,000. Hizi ni ajira nyingi sana. Lakini pia tunayo maeneo muhimu ya masoko ya bidhaa za masoko ambayo tunayajenga maeneo ya Wino, huko tunapeleka pia vipaumbele. Lakini jambo ambalo nilitaka niliwekee mkazo leo
ni mradi wetu wa kimkakati wa stendi ya Madaba. Mheshimiwa Naibu Spika, utakumbuka kwa muda mrefu nimekuwa nalalamika na kuililia serikali kuhusiana na mradi huu kwa sababu unaenda kuongeza mapato ya halmashauri yetu kwa 100% au 200, kwa maana ya kutoka bilioni 1.9 ambayo tunayo sasa mpaka tutafika karibu bilioni 4 za maingizo ya mapato ya ndani, mapato ambayo hayana masharti, ambayo yatatuwezesha pia kuwasaidia vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kwa kupitia mikopo ya 10%. Kwa hiyo Mheshimiwa, ninaishukuru serikali kwenye eneo hili. Kwanza TASAF wametenga zaidi ya milioni 480 na tayari kazi imeanza kwa maana ya utafutaji wa mkandarasi na uandaaji wa eneo la ujenzi wa stendi. Lakini pili, kwenye bajeti hii tuliomba bilioni 5 na bilioni 1 tayari imeshatengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Kwa hiyo nitaka sasa nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri na serikali hii kwa kutoa kipaumbele kwa wananchi wetu wa Madaba. Mheshimiwa Naibu Spika, mapato haya yanaenda kutatua changamoto kubwa sana ambayo tunayo kwa vijana wetu wa Madaba. Wakati nafanya ziara nimekutana na makundi mbalimbali ya wanawake, nimekutana na makundi ya vijana. Vijana wengi, vijana wa bodaboda wanalalamika kwamba hawapati mikopo. Sasa kwa mwaka huu ninashukuru kwa awamu hii tunayokwenda, maana kwenye bajeti hii imetengwa bilioni 153 ambazo zitaenda kwa vijana wetu wa bodaboda, vikundi vya kina mama, maeneo yote ya kata zetu za Madaba. Sasa changamoto ambayo ninaiona ni maandalizi ya vijana hawa. Mheshimiwa Waziri, tunaomba muendelee kupeleka nguvu kwa hawa tunaowaita maafisa maendeleo ya jamii. Wengi wamejiziuka sana. Unaenda kwenye ziara, vijana wanasema hatuna taarifa ya mikopo ya 10%. Vijana ambao wapo katika eneo la mjini kama Madaba unapajua, na viunga vyake vyote, kuna vijana ambao mpaka leo wameshindwa kuaccess mikopo hii, sio kwa sababu hawana sifa, ila kwa sababu baadhi ya watu ambao tumewapa jukumu hilo la kuwasimamia na kuwaandaa vijana hawa hawafanyi hilo jukumu. Mheshimiwa Waziri, nimeenda kwenye kata moja, ninaambiwa vikundi 10 viliomba, vikundi viwili vimeandika andiko lao vizuri, vikundi 8 vimeshindwa kuandika maandiko yao. Mheshimiwa Naibu Spika, hawa wakulima, hawa wafugaji, hawa madereva wa bodaboda wanapata wapi ujuzi wa kuandika maandiko? Tumewaajiri maafisa maendeleo ya jamii wafanye kazi na hivi vikundi vya kijamii, vikundi vya maendeleo, waviwezeshe, wavisaidie kuandika maandiko ya miradi yao. Mheshimiwa Waziri apeleke nguvu kwenye eneo hilo, awajengee uwezo maafisa maendeleo ya jamii kuweza kuvisaidia hivi vikundi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya maslahi ya muda, nirudie kushukuru serikali na niwajulishe wananchi wa Madaba kwamba pia shule zetu zote zimepangiwa fedha, maboma yote yamepangiwa fedha, lakini pia miradi ya afya kwa maana ya hospitali yetu ya wilaya pamoja na zahanati na vituo vya afya vyote vimepangiwa bajeti. Kwa hiyo bajeti ya mwaka huu upande wa TAMISEMI imetupa kipaumbele kikubwa na tutapiga hatua kubwa sana kwa maendeleo. Ninakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi hii. Mheshimiwa Ali Mohamed. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pub, urahisi wa maisha.